Msitumie mitandao kama genge la kurundika matusi. Hakuna atakayetukana mtandaoni asijulikane. Hawajanisikia. Mpaka saizi wameshakamatwa zaidi ya 400. Katibu Mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo na msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa amewataka vijana kutumia mitandao vizuri badala ya kutumia kama genge la kurundika matusi, kwa kuwa hakuna atakayeachwa salama. Msigwa amesema hayo wakati akizungumza na maafisa habari akimwakilisha waziri wa wizara hiyo Paul Makonda kufungua kikao kazi cha 21 cha maafisa hao kinachoendelea mkoani Njombe. Tumeanza kuona nyaraka za siri zinavuja, na waombeni maafisa habari wavujishaji tusiwe sisi, kwa sababu kwa bahati nzuri uwekezaji uliofanywa na serikali katika usalama wa mtandao, ukifanya hivyo tutajua. Mmenielewa? Mimi huwa natukana kwenye mitandao. Nawaambia vijana msinitukane, mtapatikana hawasikii. Juzi akina Fande Misima wamekusanya mpaka sasa wanafika karibu 80. Mle ndani kuna watoto wa maskini. Wanahangaika vijana, hawana mbele hawana nyuma. Kisa tu kahamasishwa na mweu mmoja huko, basi na yeye ana bando la bure, kaingia hapo anatukana matusi. Utashikwa. Yaani teknolojia ilikofika, uwezo ukatukana mtandaoni afu kabaki salama. Uwezo ukavujisha siri za serikali ukabaki salama, utajulikana. Na leo nasema na Fande Misime yule pale na RPC huyu hapa. Na bahati mbaya wanaowapotosha vijana wanakwenda kuchagua vijana wanyonge wanaotoka kwenye familia masikini, wale wanaohangaika kutafuta maisha maskini ya Mungu, badala waelekeze kwenda kutengeneza pesa, kupata hela kutoka kwenye hatua walionayo waende juu. Wanakwenda kuwafundisha uhalifu. Ukifanya uhalifu utakamatwa. Ufanye uhalifu ukiwa mtumishi wa serikali, ufanye uhalifu usipokuwa mtumishi wa serikali, utapatikana. Sasa nikisema hivyo mnaniacha kule naenda natukana, lakini nishawaambia. Nilisema mimi mapema mwaka jana mwezi wa 10 wa 9 nafikiri, vijana tumieni mitandao vizuri, msitumie mitandao kama genge la kurundika matusi. Hakuna atakayetukana mtandaoni asijulikane. Hawajanisikia. Mpaka saizi wameshakamatwa zaidi ya 400. Aliyekuhamasisha kuvunja sheria ya uhalifu wa mitandao hayupo. Umebakia wewe na shangazi yako na mama yako na bibi yako, mnahangaika mahakamani. Waliokuhamasisha hawapo. Mnanielewa vizuri? Sasa wameanza baadhi ya watumishi wa umma nao wanavujisha nyaraka za siri mitandaoni. Msifanye hivyo. Tunaotakiwa kuvunja huo mzizi wa watu kutokuwa na taarifa ni sisi maafisa habari, baada ya vitengo vyetu kuwekwa na serikali kwa jukumu hilo. Kazi yetu sisi sio kufanya viongozi wauze sura kwenye vyombo vya habari na mitandao ya kijamii. Na naposema viongozi ni pamoja na mimi. Kazi yetu sisi ni kuwapa wananchi taarifa juu ya kazi ya serikali. Watu hawana shida ya kuangalia sura ya Msigwa. Wana shida ya kujua barabara ya Njombe Songea inatengenezwa lini. Mnanielewa? Wananchi wanataka kujua ili azalishe parachichi nyingi afanye nini. Huyu mwenye miti 500,000 ya parachichi, je, inatosha kuuza parachichi yake Njombe? Hawezi kupeleka yeye mwenyewe Ulaya? Ndio kazi yetu sisi waandishi wa habari, na ndio kazi yetu sisi maafisa habari, kuwahamasisha, kuwapa taarifa wananchi na kufanya kazi jirani na hawa waandishi wa habari ili wananchi wapate hizi taarifa kikamilifu. Mmenielewa vizuri? Nimeongea kwa utuo kwa sababu kwa kweli ni aibu kwa serikali kutukanwa au kuzushiwa uongo wakati afisa habari wa eneo husika upo na huchukui hatua, wakati taarifa zote na sahihi unazo. Afisa habari wa Makete yuko hapa? Afisa habari wa Makete yuko hapa?
Ni kweli kwamba Makete haifikiki kwa barabara? Jibu nikusikie. Inafikika kwa barabara? Ni barabara ya namna gani unaenda nayo Makete? Ya lami? Hiyo ndio habari wananchi wanatakiwa waambiwe. Sasa anatoka mtu anakwenda kwenye chombo cha habari, anasema serikali hii imeshindwa kujenga barabara, imeshindwa kupeleka maji kwa wananchi, imeshindwa kupeleka umeme, imeshindwa kupeleka dawa, imeshindwa kujenga shule, imeshindwa kuwapa ada wanafunzi. Afisa habari upo umekaa kimya. Hii ni ripoti kutoka mkoani Njombe na mimi ni Amiri Kilagalila.